wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Yanga dhidi ya FAR Rabat. Saa 4 kamili za usiku, saa zitaongea mpaka itakapofika majira ya saa 6. Tutajua mbivu ni ipi na mbichi ni ipi. Tutaiona Young Africans kufuzu hatua ya robo finali. Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika mpaka siku ya leo. Kesho kweli tuna mechi saa 4 usiku kati ya Yanga na FAR Rabat. Tiketi ya Yanga Afrika kwenda hatua ya robo finali anayo FAR Rabat mkononi. Tiketi ya Yanga Afrika kwenda robo finali anayo FAR Rabat mkononi. Sio Yanga. Na tiketi ya FAR Rabat kwenda robo finali anayo Yanga mkononi. Asilimia 99 barani Afrika watu wote watakuwa wanaiangalia mechi hiyo. Sio mechi ya saa 1. Mechi ya saa 1 kama wewe unataka upoteze usingizi wako usipokuwa na sababu kaangalie. Kwani saa 1 wanagombea nini? Heshima. Kwa hiyo wenzetu wanagombea heshima, sisi tunagombea kufuzu. Ndio kuna utofauti hapo. Sisi tunawaomba Watanzania wale wasusuani wapenda mpira pamoja na mashabiki wapinzani wetu, kesho saa 4 usiku wakae kwenye TV, kwa sababu Yanga Afrika inacheza vizuri zaidi ugenini kuliko nyumbani, na sisi tunavyojiita kiboko ya Waarabu sio kama tunajigiagia tu ili jina, kwa sababu ili jina huwezi kujigiagia. Ili jina unapata huku na vitendo unavyovifanya. Kwa hiyo sisi itakuwa sio story kwenda kushinda Morocco, ni swala la kawaida kabisa kwenda kushinda Morocco sisi. Kwani itakuwa mara ya kwanza kwenda kushinda ziko Waarabu? Tushafanya Tunisia, tulishinda. Tulishafanya na Osma finali. Waarabu wamejaa kule, wanapiga fataki, sisi tukamuua Mwarabu pale pale kwake, akapewa kombe kwa kanuni hii. Si ushaelewa? Kwa hiyo hii mechi ndio itakuwa vizuri zaidi kwa sisi, kwa sababu watacheza bila mashabiki. Tunaona kama tupo ni amani. Hii mechi ndio mzuri zaidi kuliko hata ya Osma, kwa sababu hii sisi tutakuwa tunacheza bila mashabiki kama tupo nyumbani. Kwa hiyo sisi tunawaomba mashabiki wa timu pinzani wakae waangalie watu wanachezaje mpira, karata zinachapishwaje kwenda hatua inayofuata. Karata inachapishwaje? Shehe wangu, labda nikuambieni, labda Mwenyezi Mungu abadilishe usiku, siku ya Jumamosi kesho uwe mchana. Nakwambia kesho labda abadilishe usiku ule uwe mchana, labda FAR Rabat atashinda. Kwa nini unasema hivyo? Kwa maana nia tunayo ya kushinda, sababu ya kushinda tunayo, uwezo wa kumfunga FAR Rabat tunao, viongozi shupavu wenye uweledi wenye akili kuliko viongozi wote hapa kwenye vilabu vya mpira Tanzania tunao. Tunakosaje kumfunga FAR Rabat nyumbani kwake? Shehe wangu, sisi hapa tulipo tayari tushacheza mechi 2 ugenini. Tumefungwa 1, tumesuluhu 1. Na aliyotufunga hajatufunga timu mlenda. Si hatujafungwa na timu mlenda. Tumefungwa na timu namba 1 barani Afrika. Timu iliyochukua vikombe mara nyingi barani Afrika. National Rally ndio peke yake aliyotufunga sisi kwenye kundi. Ndio mechi hiyo peke yake tulopoteza sisi kwenye kundi. Kama tunaenda kucheza mpira wetu tuliocheza na National Rally Misri, kama tunaenda kucheza mpira wetu tuliocheza na National Rally ni Amani, zimepungua goli 2. Zimepungua goli 2. FAR Rabat sisi tumemwangalia alivyocheza na Mwarabu mwenzake, sisi tulikaa Zanzibar kwenye TV kumwangalia, na kama atacheza FAR Rabat kama mechi iliyopita, mapema tu mapumziko tumemaliza mechi. Mapema tu mapumziko tumemaliza mechi. Diara amekuwa na makosa tofauti, lakini tunavyoongea hivi mtachukua kama tunaongea si masiala. Sisi hatuchekeshi na wala sisi hatuweti ubisho kama wengine. Sisi tunajua timu iliyobaki Tanzania, Watanzania wote wanaiamini kwa asilimia 99 iliyobaki ni Yanga peke yake. Nimekuambiaje? Watanzania wote, awe Simba, awe Azamu, sijui awe Singida, awe nani, wote matumaini yao yapo kwa Yanga Afrika peke yake. Kwani kwa Azamu waende? Yanga haimuombei mtu fulani afungwe. Yanga yeye anacheza mechi zake aende.
Sasa unaambia kwa nini Azamu hana kishinda inabidi mtu mwingine afungwe? Sasa unaweza kuwa na timu hiyo tia maji. Yaani wewe ucheze mechi yako, umuombe mwingine afungwe. Si level hiyo tushapita. Si level hiyo hatupo. Sisi tunaenda kucheza wenyewe. Kama tukifungwa tumetoka wenyewe, kama tukishinda tumeenda wenyewe. Sisi tumuombei nani afungwe, sijui nani ashinda. Sisi hatuna hesabu ya vidole. Labda vidole vyetu tuhesabu vitanyooka. Hatuna hesabu ya vidole. Sisi tunaenda kuonesha Afrika kuwa Yanga ina quality kubwa ya wachezaji kuliko timu yote Tanzania. Lakini wao hawajakata tamaa majirani zenu. Nani? Majirani zenu. Tamaa nini? Ya kutokufuzu. Bado anaona na nafasi ya kufuzu. Kufuzu? Hizo hesabu unapigaje? Si mbili mechi mbili. Simba kilichobakia sasa hivi sio kufuzu tena. Kilichobakia huyu Mangungu aondoke, huyu Muhindi aondoke. Ndio Simba afani yao ilobaki, sio mpira tena. Ukisema mpira utataja Yanga. Ukizungumza watu kuzalilishana Simba. Mbona kirahisi? Na mimi natoa onyo kwa mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga. Hii natoa onyo bila kupepesa macho. Mimi nikimsikia mtu kamkejeli GSM nampiga gumi la kolomelo. Ajili asiguswe. Nakwambia hayo maneno huko, huo ukichao ufanye huko upande wa pili. Huku kwetu sisi tushasota ujue. Sisi tushatembeza bakuli. Akitokea muuni. Akisema sije GSM nini? Sisi tunakula la, tunakula biliani siku ya Ijumaa kama leo. Hapo uje kutuzingua tunakupiga gumi la kolomelo. Hapo tuende jela. Kwani nyinyi mnaona majirani zenu wanachokifanya? Sio unaona, ujue kuna vitu nilikuwa nakwambieni kila siku. Sasa hivi kidogo ndo wanapata akili kunielewa. Wakazi wa hapa tunaokaa kila siku hapa walikuwa wananielewa mimi ninachozungumza. Kila siku mimi nilikuwa nazungumza. Muhindi hawezi kuongoza timu. Walikuwa wanielewi. Hapa Simba Muhindi wanamuita tajiri. Waarabu Muhindi mfanyakazi wa ndani. Anaosha vyombo. Nyinyi mnampaje kuwa tajiri? Naona sasa hivi akili zinawarudia. Wanaanza kunielewa. Sasa hilo anachowashangaa kitu kimoja. Wanamwambia Muhindi aondoke. Wani Muhindi alipokuja aliwaambia anakuja. Baadaye atoi pesa. Sio atoi pesa, wale waliokaa asubuhi wote wana njaa. Wale waliokaa jioni wote wana njaa. Sasa hapo tumuelewe nani maana kumekuwa kuna mpasuko mkubwa. Wangu hakuna kitu kibaya nyinyi waandishi na kuambieni kama njaa. Kuna watu wana njaa tena. Hauwezi kwenda kurubuniwa kwa 30,000. Yaani kuna mtu kaacha kuuza kachori. Kuna mtu kaacha kutembeza kalenda. Watu walikuwa wanatembea jua kali na kalenda. Kuna watu walikuwa wanaanza kachori. Sasa hivi wametoka na kuambia Mangungu endelee. Haki ya Mungu. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama njaa. Huyo alikuwa anauza kachori nani huyo? Wangu, sisi tunavyoongea hivi. Kachori nani huyo? Kuna watu wanatuamini 99%. Sawa. Kuna watu unajua ukishaongea akiongea na Solo Yanga au akiongea mtu fulani maana shabiki wako anajua kabisa wewe ndio msimamo wako na yeye anaweka msimamo wake. Sasa ukiwa wewe sigara kali huku unawashwa watu hawezi kukuelewa. Kwa sababu wale waliokaa asubuhi miaka miwili nyuma wanamponda Mangungu. Hafai. Lakini baada ya kujua kwa undani ndo anasema. Kujua 30,000. Kumbe ni pesa ndo naongea. Nje ya pesa unazosema kuna hoja ndani ya mazungumzo walitoja? Hakuna hoja. Sasa mazungumzo kwa hiyo nyuma siku zote hawajazama dipu kuangalia wameona jana. Sasa si ndo baada ya kuona shida ipo wapi? Yaani miaka miwili hawajaona. Wameona jana. Na waambie washikaji waache njaa, waache uchao wakaendelee kuuza kachori. Nani sasa anauza kachori? Na nani? Kwani wajui wanauza kachori? Nauza kalenda nyewe mwajui. Waache njaa warudi wakauze kachori na kalenda. Na wengine kama walikuwa madalali waende kurudi kazi yao udalali. Wangu kuna mtu hani wewe unakaa nyumba yako. Hani unakaa kwa baba yako, nyumba ya baba yako pembeni kuna mtaro wa maji machafu unaenda kumwambia tajiri aondoke. Hebu unampa masaa 72. Kweli? Unakaa Mbagala yenyewe ndani uko umejificha. Unaenda kumwambia tajiri aondoke kweli? Si wana Simba lakini hao. Wana Simba? Wangu ndio wenye Simba yao. Hakuna shabiki mwenye Simba yake. Hakuna shabiki mwenye Yanga yake. Mwenye timu mwanachama. Si ndio? Pale ukitizama nani? Mwanachama nani? Wale walizungumza jana. Jibia kama ana kadi Jibi mimi natembea uchi.
JB kama atatoa kadi ya Simba anatembea uchi. Naongea maiki hivi. Napelekeni hizi maiki. Akitoa kadi ya Simba anatembea uchi. Mnandi anayo. Mnandi kalipia mwisho lini? Anayo kadi ya wanachama. Subiri, kadi kama hujalipia, subiri basi. Mchungaji hana kadi. Babu, mimi kuna watu nakwambia wenye kadi. Hawa waongeaji kadi utamwona naye Mnandi. Kadi anayo. Mo. Dr. Mo. Kadi anayo. Kisugu kadi anayo. Walobakia wote kadi hawana. Mara ya mwisho anatoa kadi Simba Hassan Dalali. Hawa mpira wamependa. Kwa Dr. Mo alikuwepo. Na mashaka labda ana kadi ya ushabiki. Ila Mnandi alikuwa. Sababu kuna wengine wana kadi za ushabiki wanasema kadi za wanachama. Shehe wangu hao wengine mjini bado hawajaja. Na mchungaji. Hao waliokuja Dar es Salaam na mbio za mwenge usema wana kadi za Simba. Mchungaji kadi anayo bwana. Mwambie atoe. JB akitoa anatembea uchi. JB akitoa anatembea uchi kadi ya Simba. Simba ana kadi ya kitabu. Sio kama Yanga, maana bado hapo kizamani. Kawaambia walete ile kadi ya kitabu ndio Simba kadi yao. Mara mwisho katoa mzee Dalali, hakuna kiongozi yoyote aliyopita Simba katoa kadi zile Dalali. Sasa Dalali anaongoza wale wanapenda mpira wale. Shehe wangu hii timu shehe wangu shika vizuri ujue mzuko unapanda. Hii timu inaongozwa na wauni. Yaani jana ukaenda kutizama timu ya Simba. Waliongea mchana wauni, waliotoa barua wauni na waliongea jioni wauni. Wote ishi na yupi sasa? Wote wauni. Au barua tuishi na barua ya Simba. Suli barua kaandika nani? Inatoka barua mbili. Ya kwanza kaandika nani? Klabu. Ya pili klabu kasaini nani chini? Chini amesaini Magoli. Magoli. Ile ya kwanza imetoka kwenye uongozi wa klabu. Uongozi wa Simba. Chini kasaini nani? Sio barua imetoka uongozi wa Simba. Chini kasaini nani? Imetolewa na uongozi wa klabu. Kwa hiyo ile katoa Mangungu. Ile imetoka uongozi wa klabu. Uongozi wa klabu nani? Unajua lazima awe chini msainishaji anayosaini. Sasa si ndio hiyo. Ndio maana nikakwambia hiyo timu ya wauni. Alafu hauwezi kutoka imetoka kwa upande wa mwekezaji. Mwekezaji upande wa mwekezaji. Simba imewekezwa tayari. Tajiri. Taratibu basi. Mmesema barua imetoka upande wa uwekezaji. Hiyo ya pili. Simba tayari washawekeza. Bado mchakato unaendelea. Sasa bado unamhitaji mtu mwekezaji na kati mchakato bado. Yaani katiba haijapita serikalini. Wewe huku na mtu unamuita mwekezaji. Kwani hawa na akili timamu? Kwa hiyo tajiri anawapiga. Simba, yaani Mo waliwaangalia Simba kipindi wapo honeymoon. Wachungulia. Simba, yaani Mo kawaangalia hapo honeymoon. Ndio akawatia kwenye mkenge wakaingia. Kwa sababu Mo kawaletea vitu ambavyo kinyume. Katiba haijapita, yeye kaweka kananiu. Bodi ya wakurugenzi ya Simba. Katiba hakuna. Sawa, kaenda kuweka CEO. Katiba hakuna. Kwa hiyo ile barua aliyotoa bodi ya wakurugenzi. Ile sasa kama barua ya mapenzi. Wao vijana wasishikwe sasa. Wale vijana watashikwaje ile barua ya mapenzi? Kwa sababu kwenye katiba wale hawamo. Wanatoaje barua kwenda kumkamata mwanachama au shabiki? Barua ya kukamata ni imesainiwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi Magoli. Hatambuliki. Kama watu wanaenda mahakamani. Huyo tusongee bla. Kama wale vijana Tanzania tuende mahakamani na barua yenu. Magoli anaenda kusema mahakama nani? Kwenye katiba hayupo. Yeye kwenye katiba hayupo. Ndio maana nikakwambia hii timu ya kiuni. Kama katiba ya Simba Magoli yupo njoo. Kama na imepita na serikali. Mimi natembea tumbuazi Dar es Salaam mzima hii. Hii timu inaongozwa na wauni, shehe wangu. Yaani watu kwenye katiba wapo wanaongoza timu. Haya. Wewe unamtetea Mwindi. Yaani Simba kama inataka suluhisho, watu wote waondoke. Kwa maana hiyo vijana wapo sahihi. Sikiliza, sio Mangungu mwenyewe ana shida yake aondoke. Hii si bodi ya wakurugenzi haipo kisheria waondoke. Si ushelewa. Na tajiri mwenyewe apishe. Tajiri huwezi kuwa kama leo tu unanuna, kesho unacheka. Leo unanuna, kesho unacheka. Mpira wa sasa muhitaji tajiri huyo. Mpira wa sasa tajiri huyo hahitajiki. Mpira wa sasa tajiri hana maneno mengi. Pesa ndo nyingi. Unamwona GSM? Wewe uliwahi kumwona siku moja GSM anaongea? Anasemaga tu Yanga bingwa. GSM ukimuuliza neno moja tu Yanga bingwa. Haya huyu kanjibai kila kiamka maana anadai milioni 50, maana anadai milioni 87, mara sio huku na tajiri huko. Kwa hiyo wale wana haki cha kuzungumza. Wako sahihi. Wale wapo haki ila shida yao machawa. Waona sio inamaanisha mafanikio yenu ndio chachu ya wao kuzungumza. Mafanikio yetu sisi hapo mbali kabisa na wao. Shehe wangu sisi tunaenda kwenye uchaguzi Police Messi bali kwenda kumchagua engineers.
Na nyinyi baadhi ya waandishi wa habari mlikuwa mnatuambia sisi tunaenda kuchagua wauni wanaovaa pensi za kuchanika. Ila sasa hivi hao walikuwa wanatuambia sisi tunaenda kuchagua wauni, ndio wanamsifia Engineer Hersi. Ndio wanamsifia nani? Engineer Hersi. Na ndio sisi tunatanua mambao Afrika. Si ushaelewa? Kwa hiyo wao waendelee kuwa na wazee, sisi tunaendelea kuwa na vijana. Nimesikia jana wanaongea Yanga wakijenga uwanja sisi ule tutaweka wapi? Kama utashindwa kuiweka utapeleka hata kwa babako aione. Si utapeleka wapi? Utapeleka kwa babako aione sura. Sisi mwanaume kaamua kujenga uwanja. Na mwanaume nimemsikia kwa masikio yake kathibitisha. Kwa sababu yule aongea na mitandao, yule anaongea na sisi kathibitisha. Mwakani mzunguko wa pili Yanga tunacheza kwenda uwanja wetu. Sasa mwaka mmoja na nusu tu mwanaume anamaliza uwanja. Sasa jiulize wewe, kama Benjamin hawatufungi, watakuja kutufunga pale? Hadi uwanja wetu sisi. Uwanja ndo tunalinda sisi wenyewe. Maji tunamwaga wenyewe. Shehe wangu lazima utalazimishwa pita hapa. Na maji mnamwaga wenyewe. Mbuzi wataingia. Unalazimishwa pita hapa. Pita hapa. Kama hutaki pita hivi. Kama hutaki utapita hapa. Tunachinja huku. Na nyie tutawapeleka Bunju. Bunju wapi? Uwanja wa nani? Si ule uwanja wa Simba. Leo hawamtaki Mo. Kwa hiyo Mo anaondoka na uwanja wake. Ule Mo uwanja unaitwaje? Mo Arena. Kuna jina la Simba? Libadilishwa nani? Anaitwa Mo Simba Arena. Hati imegeuzwa babu. Wewe uko wapi? Hati watu washabadilisha. Hati inasoma Mo. Nasoro kutokana na mchakato. Mo waliwakamata hawa kama mwanamke akaolewa hapo katika honeymoon. Sasa hivi anakuja kustuka tayari mwanaume kamaliza shule. Na pili hata barua alioleta. Yule barua aandiki yeye. Yule barua mimi nawaambia na wapiga kelele. Yule barua hajaandika yeye. Yule barua kakaa na wanasheria. Yule barua kaleta anaodai bilioni 150. Kwa sababu unajua akawaambia akataka kuachia timu watoe 150 B. Uza majengo yote mawili na yule kile kiwanja cha Mo kiuzwe, hela bado haijatimia. Shehe wangu, ndugu zetu hapo Eda, kuna muda mwingine sio kuacheka, kuna muda mwingine wa kuonea huruma. Muhindi kawakamata pabaya. Mtu anakurupuka tu anasema muhindi atoke. Kamuulize mwenyekiti wako, muhindi anavokuja hakuna kandarasi waliingia. Sio unasema tu muhindi atoke, unatoka huko, umetoka kula nani huko, viazi vitamu huko na maji, hata soda hujanywa, unakuja muhindi atoke. Muulize mwenyekiti wako kaingia makubaliano gani na muhindi anakuja pale. Leo aondoke. Sio kurupuke tu umepewa 30,000 umeacha kuuza kacholi na kalenda unakuja kupiga kelele. Tafuteni kazi ndugu zangu, tafuteni kazi.